Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Pacome Zouzoua ambaye ni kiungo mshambuliaji klabu ya Young Africans amewasilisha rasmi barua ya kuomba kuondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu, na baada tu ya mchezo wa mwisho wa ligi kuu Pacome Zouzoua ataondoka Young Africans na kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Na Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa ndani ya Young Africans, na amewasilisha barua hiyo. Kwa taarifa ambazo niko nazo, ameuomba uongozi wa Young Africans aondoke mwishoni mwa msimu, kwa sababu pia hata hivyo mkataba wake utakuwa umemalizika. Manake anaondoka Young Africans akiwa free agents, kwa sababu mkataba wake umemalizika, lakini atacheza mpaka kwenye mchezo wa mwisho. Kwa viongozi wa Young Africans wametaka kuzungumza naye, na watazungumza naye tarehe 16, kwa maana siku ya Jumatatu ijayo baada ya tarehe 15 na mchezo wa dabi watakaa chini na kuzungumza, na kama uongozi utakubaliana naye basi anaweza kusaini mkataba mpya. Lakini kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba yeye hataki kuendelea kusalia kwenye kosta ya Young Africans, na ndio maana hajasaini mkataba mpya, na kuna uwezekano mkubwa akaondoka kwenda kujiunga na klabu nyingine. Lakini kwa taarifa pia ambazo niko nazo ni kwamba Pacome sio kwamba ataondoka kwenye ligi ya Tanzania, hapana. Atakuwepo kwenye ligi ya Tanzania, lakini kuna uwezekano mkubwa tukamuona akiibukia kwenye kosta ya Simba. Na hapo ndipo ambapo watu wengi wanatapata zama zaidi kwamba kwa nini ameondoka Young Africans. Kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba tayari mkataba wake baada ya kumalizika, kuna mambo alihitaji ndani ya Young Africans. Kuna vitu ambavyo alihitaji vifanyike ili aweze kubakia, lakini vitu hivyo havikufanyika kama ambavyo alikuwa anatarajia, na ndio maana ameamua kutokusaini mkataba mpya na ataenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Lakini moja ya timu ambayo inatajwa kwenda kumsaini ni pamoja na klabu ya Simba Sports Club. Lakini utazama nafasi yake ndani ya Simba, ukiangalia ndani ya Simba nafasi yake of course inaonekana dhahiri shahiri, kwa sababu ukimuondoa mtu kama Fabrice Ngoma, Simba hawana mchezaji mwingine ambaye anaweza kufanya kile ambacho anafanya Ngoma pale kwenye eneo la namba 8. Maana yake wakimpata Pacome Zouzoua wana uwezo wa kwenda kufeed moja kwa moja hilo gap kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, which means ni sehemu ambayo inaweza kwenda kuongeza backup kubwa Simba. Just imagine unampata mtu kama Pacome Zouzoua anaenda kucheza namba 8, alafu Janchaza anacheza namba 10, alafu Elim Panzu winga mwingine, Celestine Ekua winga nyingine, alafu mbele anasimama mtu kama Christopher Presentience Mabululu. Hiyo Simba itakuwa ni hatari sana. Au labda nyuma hapo kwa Janchaza anasimama Faisal Salum. Hiyo Simba itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ambayo anatajwa kwamba huenda akatimkia. Lakini kukumbusha jambo moja, unajua hata wakati Pacome Zouzoua anasainiwa na klabu ya Simba ya Yanga, hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba ataenda kujiunga na Young Africans. Wengi walitarajia kwamba pengine angeenda kujiunga na Simba, kwa sababu Simba ndio ilikuwa klabu ya kwanza kuhusishwa na Pacome Zouzoua, lakini mwisho siku alienda kujiunga na klabu ya Young Africans. Ni kwa sababu pia Yanga waliwahi kufanya naye mazungumzo mwanzoni, lakini Simba walivyokuja baadaye, Simba wakawa wamechelewa. Ingawa kwa taarifa ambazo zilitoka awali ni kwamba Simba ndio walianza kufanya naye mazungumzo, ama walianza kupelekewa jina lake, lakini wao hawakuwa wamependezwa sana na yeye, wakaamua kubadili kutafuta mchezaji mwingine. So nao wameshamtumia, na watu wa Simba wameona uwezo wake, na kama Simba kule wataenda kusajili mmoja mchezaji bora sana ambao atakuja kuwasaidia sana kwa msimu unaokuja. Of course ni mchezaji ambaye hakuna timu Tanzania ambayo haitamani kuwa na mchezaji wa aina yake. Yaani kila timu inatamani kuwa na mchezaji wa aina yake, lakini utampataje? Ili uweze kumpata lazima uwe na pesa, yani utumie pesa za maana. Na of course Simba wako tayari kutumia pesa kwa ajili ya kuboresha timu yao kwa msimu unaokuja, na kuna uwezekano mkubwa Pacome Zouzoua akawa sehemu ya project ya Simba kwa msimu unaokuja. Na kama atakuwa sehemu ya project ya Simba kwa msimu unaokuja, maana yake Simba itakuwa na wachezaji wengi bora, wachezaji wengi wa madaraja ya juu. Waniwichi hiyo inaweza kupelekea sasa tukaenda kuiona Yanga Simba ya tofauti sana kwa sababu kwenye maboresho ambayo wanataka kuyafanya Simba ni pamoja na kuongeza wachezaji ambao ni bora zaidi, kwa sababu target yao ni msimu unaokuja kufika walau finali pia klabu bingwa barani Afrika. Sasa huwezi kufika finali ya klabu bingwa barani Afrika kama hujaweza kuwa na wachezaji wazuri. Lakini utakapokuwa na wachezaji kama kina Pacome Zouzoua, wachezaji kama Christopher Presentience Mabululu ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Simba, ni rahisi kuja kumit zile demand ambazo kama klabu mtakuwa mmejiwekea. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba mpaka mwishoni mwa msimu itakuwaje, lakini bado Young Africans sio kwamba wameruhusu moja kwa moja aondoke. Yeye amewasilisha tu barua, lakini unajua wakati mwingine kuwasilisha barua ni moja mbinu za kutaka kuongezewa pesa
ni moja ya mbinu za kutaka kujua je, klabu inakuhitaji ama haikuhitaji. Yeye pengine amepeleka pia barua kwa sababu alikuwa hajawahi kuulizwa kuhusu mkataba mpya kwa muda mrefu na mkataba kwa sababu unaisha. Kwa hiyo pengine amepeleka barua kama sehemu ya kuwakumbusha viongozi, kwa sababu kama wana mpango wa kumbakisha maana yake wataanza naye mazungumzo, lakini kama wana mpango wa kumbakisha nao pia kwenda kumtakia kila laheri. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje, lakini mpaka sasa ni kwamba wachezaji ambao wanatajwa sana huenda wataondoka Young Africans ni Pacome Zouzoua baada ya kuwasilisha barua yake, ingawa atakuwepo mpaka mechi ya mwisho. Na ukumbuke mechi ya mwisho Simba wanamaliza na Dodoma Jiji. Wana mechi dhidi ya Tanzania Prison Mbeya kule. Baada ya hapo wataenda kucheza mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Na mechi nyingine of course mechi ya tarehe 15 dhidi ya Simba, watacheza tarehe 18 dhidi ya Dodoma Jiji, alafu watasubiri kucheza mechi ya mwisho dhidi ya Tanzania Prison tarehe 18, alafu watasubiri tarehe nadhani 21 wataenda kucheza mechi dhidi ya Dodoma Jiji, na itakuwa ni mechi ya mwisho kutamatisha msimu. Na baada ya hapo sasa Pacome Zouzoua ataondoka zake kwenye kikosi cha Young Africans na kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Ni wapi huko anakokwenda? Mimi kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba ndio timu ambayo inamtolea macho zaidi, na huenda akajiunga na Simba muda wowote kuanzia sasa ambavyo tunazungumza, mara tu baada ya mechi ya mwisho kumalizika ya msimu huu.